Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo na kukaribisha msikilizaji katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, shirika linalosimamia usalama wa safari za majini nchini Uingereza limesema meli yake moja ya mizigo imeshambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Utasikia jinsi wakazi wengi wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanavyoendesha maisha huku wakikabiliwa na hali ngumu kiuchumi pamoja na maambukizo ya Ebola. Shida kubwa ambayo inaacha tusipate pesa ni sababu hatuna benki, hatuna airport na wala njia za kuenda Butembo Beni zimefungwa pia. Na je, umewahi kujifunza vitu mbalimbali ukiwa baa huku ukijiburudisha na muziki na vinywaji? Ni mzuri, unajua, kujumuika pamoja, kuongea kuhusu jambo moja, unaweza soma kitu pale, unaweza jifunza kitu, na hiyo ndio kitu muhimu. Kwenye sayansi huwa tunasema the knowledge you have, it is supposed to be shared. Kwanza kabisa ni muktasari wa habari za ulimwengu na David Nkia. Karibu David. Asante Halima, bila shaka hujambo msikilizaji. Shirika la usalama wa baharini la Uingereza limesema meli yake ya mizigo imelengwa na kombora lisilojulikana katika mlango bahari wa Hormuz. Shirika hilo linasema tukio hilo la karibu na Oman linachunguzwa bila kutoa maelezo kuhusu uharibifu au majeraha. Hatua hii inakuja huku Marekani na Iran zikitoa madai yanayokinzana kuhusu kama wanashiriki katika mazungumzo. Rais Trump alisisitiza Jumatatu kwamba mazungumzo yanafanyika sasa hivi, na akisema Iran wakati huo ikikabiliwa na kile ilichokiita kukatwa kichwa isipokuwa inakubali mazungumzo hayo. Kwa sababu fulani wanapokuwa wakizungumza hawapendi kusema kwamba wanazungumza. Hivyo mimi husema ngoja, tunaendelea na mazungumzo. Si jambo dogo, tunaendelea na mazungumzo. Na wakati mwingine hukanusha hilo, ingawa hutumia saa nyingi sana wakizungumza pamoja. Hapana, mazungumzo yanaendelea. Maafisa wa Urusi wameshutumu Ukraine kwa kulenga raia makusudi baada ya ndege isiyo na rubani kugonga ufukwe wenye pilika nyingi katika pwani ya Bahari Nyeusi na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 7. Video inaonyesha ndege hiyo ikianguka katika eneo la mapumziko katika mkoa wa Snagdora. Haijabainika iwapo iliangushwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi. Ukraine haijatoa tamko lolote, lakini imekuwa ikikanusha mara kwa mara kuwalenga raia. Uhispania inasema takriban wahamiaji wote waliovuka kutoka Morocco hadi katika eneo la Uhispania la Ceuta wiki iliyopita sasa wamerejeshwa Morocco. Makumi kwa maelfu ya wahamiaji waliingia katika eneo la Uhispania kaskazini mwa Afrika siku ya Alhamisi na kusababisha mzozo wa usalama na kidiplomasia kwa Madrid. Waziri wa mambo ya ndani wa Uhispania Jose Manuel Alvarez alisema mtu yote ambaye atajaribu kuvuka kinyume cha sheria kwenda Uhispania kutoka maeneo yake mawili ya Afrika kaskazini, yani Ceuta na Melilla, hatakuwa na haki ya kubaki Madrid. Qatar, Misri na Uturuki zinapatanisha usuluhishi wa Gaza zimekosoa Israel baada ya mashambulizi mapya kuripotiwa kuua takriban watu 18 katika eneo hilo. Haijajulikana ikiwa waliouawa walikuwa wapiganaji au raia. Wapatanishi hao wanasema mashambulizi ya Israel ni ukiukaji mkuu wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Hamas inadhibiti pwani ya magharibi ya Gaza, wakati waziri wa ulinzi wa Israel Katz akisema kwamba vikosi vyake sasa vinadhibiti 60 hadi 70 ya eneo hilo, huku wakijaribu kuharibu maeneo yote yanayomilikiwa na Hamas. Na maporomoko ya ardhi nchini Ethiopia yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 14 waliokuwa wakihudhuria ibada kanisani katika eneo la Hamara. Afisa wa eneo hilo amesema kwamba ardhi iliyokuwa juu ya kanisa iliporomoka kufuatia mvua kubwa iliyonyesha usiku kucha. Watu wengine 7 walijeruhiwa. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na David Nkia. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio Kwizera. Kenya tunasikika pia kupitia Mwanedo FM na Nyota FM. Uganda ni Radio Muhabura na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza kutusikiliza pia kupitia Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu.
Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, shirika linalosimamia usalama wa safari za maji nchini Uingereza linasema meli moja ya mizigo imeshambuliwa na kile kinachodaiwa kuwa kifaa kisichojulikana katika mlango bahari wa Hormuz. Tukio hili linajiri wakati Marekani na Iran zikitoa taarifa zinazokinzana kuhusu kama kuna mazungumzo yanayoendelea ya kufungua tena njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa baharini. Robert Kipto na maelezo zaidi. Shirika hilo linalosimamia usafiri wa majini nchini Uingereza limesema kuwa meli hiyo ilishambuliwa karibu na mji wa bandari wa Kasab nchini Oman, lakini haikutoa maelezo kuhusu ukubwa wa uharibifu wala kama kuna majeruhi au maafa. Tukio hilo huenda likaongeza shinikizo kwa juhudi za kurejesha usafiri wa kawaida katika mlango wa bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu kwa biashara ya kimataifa. Hapo jana, Rais wa Marekani Donald Trump alisisitiza kuwa mazungumzo na Iran yanaendelea hivi sasa. Alisema utawala wa Tehran unakabiliwa na kile alichokiita hatua kali ikiwa haitakubali makubaliano yanayojumuisha kufunguliwa kwa njia hiyo muhimu ya usafirishaji pamoja na kuachana na mpango wake wa nyuklia. Hata hivyo, Iran imekanusha kuwepo kwa mazungumzo ya moja kwa moja na utawala wa Washington. Tehran inasema kwa sasa inazungumza na Oman pekee kuhusu uwezekano wa kufungua kwa muda mlango wa bahari wa Hormuz kwa shughuli za usafirishaji wa kibiashara. Robert Kipto. Urusi imesema watu 7 wakiwemo watatu wameuawa na wengine 40 kujeruhiwa baada ya kile ilichokitaja kuwa shambulizi la ndege isiyo na rubani kutoka Ukraine katika mji wa Galenshki ulioko pwani ya Bahari Nyeusi. Hata hivyo, Ukraine haijatoa tamko kuhusu madai hayo. Mamlaka za afya nchini Urusi zinasema watu 21 wakiwemo watoto 3 walikimbizwa hospitali kwa matibabu baada ya shambulizi hilo, huku watu 9 wakitajwa kuwa katika hali mbaya. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umesema mashambulizi makubwa yaliyoendelea katika miji na maeneo ya mstari wa mbele wa mapambano yamesababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa miundombinu ya kiraia. Farhan Khan ni msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Humanitarian facilities were also not spared. An attack on July 31st Vituo vya misaada ya kibinadamu pia havikuachwa. Shambulizi la Julai 31 katika mji wa Pavlograd kwenye eneo la Dnipro lilipiga ghala na vituo vya shirika la kimataifa la misaada ya Prolisa. Vifaa vya makazi ya dharura, nguo na misaada mingine ya kibinadamu viliharibiwa, ikiwemo misaada iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi. Mwezi uliopita pekee, maghala 4 ya misaada yalishambuliwa nchini kote. Mashirika ya Umoja wa Mataifa, washirika wake, mamlaka za mitaa na wahudumu wa dharura waliendelea kutoa vifaa vya makazi ya muda, msaada wa kisaikolojia na fedha taslim kwa waathiriwa wa vita hivyo. Provided emergency shelter materials, psychosocial support and cash assistance. Vita vya Urusi na Ukraine sasa vimeingia mwaka wake wa 5, huku maelfu ya raia wakiendelea kuuawa au kulazimika kuhama makazi yao. Wakati mashambulizi yakiendelea kuongezeka katika pande zote mbili, mashirika ya misaada yanaonya kuwa hali huenda ikawa mbaya zaidi kwa raia ambao wamejikuta katikati ya mzozo huo. Na tuiangazie sasa Rwanda, ambako huko tunakutana na kijana Isidori Niyigirimpuwe anayebadilisha ufugaji wa kuku nchini humo kupitia utengenezaji wa mashine za kisasa za kutotolesha mayai ambazo zinaweza pia kutumia nishati ya jua. Teknolojia yake itasaidia kupunguza idadi kubwa ya vifaranga wanaoagizwa kutoka nje ya nchi. Kijana huyu ananuia kutumia ubunifu wake kupanua soko na kusambaza mashine hizi sehemu mbalimbali nchini pamoja na nje ya nchi hiyo ili kukidhi soko la kuku wanaohitajika. Zaidi na Ive Buchana. Isdol anafanyia kazi katika kibanda kidogo, lakini ana malengo makubwa sana: kutatua changamoto iliyopo katika ufugaji wa kuku nchini Rwanda kwa kutengeneza teknolojia itakayosaidia kupatikana kwa vifaranga nchini. Kulikuwa na pengo kubwa sana kuona mtu akifanya mradi wa kuku kisha anasubiri miezi 2 ili apate vifaranga. Hiyo ni hasara.
nilichagua kutengeneza mashini za kutotolesha mayai zinazoweza kutumia umeme wa kawaida na zenye upekee wa kutumia nishati ya jua, na pia zipo katika saizi kuanzia zile za kuweka mayai 120 hadi 40,000 kama mtu ana mradi mkubwa wa utotoleshaji. Wafugaji wa kuku wameanza kunufaika na teknolojia hii huku wakisifu uwezo wake. Omar Nezirjayo ni mfugaji wa kuku. Tofauti ya mashine zake na zile kutoka Uchina ni kubwa sana. Kwa zile zinazotoka Uchina, kwanza unalipa pesa nyingi na unazisubiri kwa siku nyingi, lakini kwa mashine zinazotengenezwa na Isidole inapatikana haraka kwa gharama nafuu. Nilinunua mashine 3 kwa Isidole kwa sababu zinafanya kazi vizuri sana. Kutotolesha mayai huchukua muda wa siku 21. Mahitaji ya mashine hizi ni makubwa kuliko wakati mwingine wowote. Kuzitengeneza kwa mikono kunachukua muda ambao si chini ya siku 3 kwa Isidole na timu yake kukamilisha mashine moja tu. Baada ya kushinda takriban $15,000 katika mashindano ya ubunifu kwa vijana ya Africa Youth Challenge, anapanga kupanua mradi wake. Lengo ni kuongeza uwezo, kutengeneza mashine nyingi kwa muda mfupi ili tuweze kukidhi mahitaji ya wateja wengi, huku pia tukiongeza ubora wake. Tunataka kuwa kampuni inayouza mashini zilizotengenezwa barani Afrika. Hadi sasa tuna wateja kutoka mikoa 3 ya Rwanda, na nje ya Rwanda watu wengi wa Goma na Bukavu wanaomba tuwatengenezee mashini. Wakati ufugaji wa kuku ulionekana kukabiliwa na changamoto ya utegemezi wa vifaranga wanaoagizwa kutoka nchi za nje, kijana huyu amekuja na lengo la kutatua changamoto hiyo na kuwa msingi wa matumaini mapya ya uzalishaji wenye tija kupitia teknolojia yake mpya. Naam, ni taarifa yake Ive Buchana. Francis Akidiva unasema unafuatilia matangazo haya ukiwa Kakamega, nafikiri ni nchini Kenya, Luanda Shop. Na Wezengo Pambe Shelembi unasema hongera sana BBC kwa matangazo, unatupata vizuri ukiwa Mbagala, Dar es Salaam, Tanzania. Na sasa basi ni habari za michezo na Robert Kipto. Wapinzani wa rais wa FIFA Gianni Infantino wametishia kusitisha ushirikiano wao na shirikisho hilo iwapo watajiuzulu. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vya ngazi ya juu ndani ya shirikisho la mchezo huo barani Ulaya, UEFA. Mvutano huo unazidi kupamba moto kufuatia kusitishwa kwa mipango ya FIFA ya kuuza sehemu ya hisa zake katika baadhi ya mashindano yake kwa wawekezaji wa binafsi. Baadhi ya viongozi wanaoongoza upinzani huo wamesema watarudi nyuma ikiwa Infantino ataendelea kubaki madarakani. Shirikisho la mchezo wa soka nchini Wales limeondoa uungwaji mkono wake kwa ombi la Infantino la kuwania muhula mwingine. Shirikisho la soka la England nalo linatarajiwa kufuata mkondo huo. Machi mwaka ujao, Infantino anatarajiwa kuwania muhula wake wa mwisho kama rais wa FIFA. Ili kushinda uchaguzi huo, atahitaji kura 106 kati ya wanachama 211 wa shirikisho la mchezo wa soka duniani. Katika tenisi, Serena na Venus Williams wamepewa mwaliko maalum wa kushiriki michuano ya Cincinnati Open katika mashindano ya wachezaji wawili kwa wawili. Dada hao walitarajiwa kucheza pamoja Wimbledon mwezi uliopita, lakini Serena mwenye umri wa miaka 44 alilazimika kujiondoa baada ya kuumia goti wakati wa mchezo wake dhidi ya Maya Joint kutoka Australia. Mashindano ya Cincinnati Open yatakayofanyika Ohio kuanzia tarehe 11 hadi 23 mwezi huu yatakuwa ya kwanza kwa Serena Venus kucheza pamoja tangu mashindano ya US Open ya mwaka wa 2022. Kiungo mkongwe wa England Jordan Henderson amejiunga na Chelsea kwa mkataba wa miaka 2 baada ya kuvunja mkataba wake na Brentford kwa makubaliano ya pande zote mbili. Henderson mwenye umri wa miaka 36 aliongoza Liverpool kutoa taji la ligi kuu la England msimu wa mwaka 2019 na 20, na pia alishinda ligi ya mabingwa wa Ulaya, kombe la FA, kombe la ligi mara 2, UEFA Super Cup pamoja na kombe la